Sema album ya Bongo, tukisema tuipe jina la mnyama, tungeita mnyama gani? Gidaeka. Kwa nini? Sababu imekaa imejitenga, yani imekaa katika package yake, ina ukubwa. Okay. Ni soko hivi. Okay. Hip hop ya Tanzania sasa hivi imeamka au bado kwa namna ambavyo unaiona? Hip hop imeamka. Unaazimia zaidi old school au new school fashion music, na kwa nini? Napenda old kwa sababu old is gold. Okay. Msanii gani wa Bongo wa hip hop ambaye huwa anakupa sana salute, na hiyo salute yake ambayo anakupa inakupa nguvu ya wewe kuendelea kufanya zaidi muziki? Fid Q. Oh yeah. Hiyo bab kubwa. Track bora zaidi kwenye album ya Bongo ni ipi kwako? Zote bora. Nakosa jibu mwenyewe. Okay. Ukiwa studio unaandaa kazi, na ukiwa stagein una perform kazi ambayo umeiandaa studio, wapi huwa una enjoy zaidi? Stagein na enjoy zaidi. Okay. Wengi tunajua kwamba umeoa. Kuoa kumebadilisha vipi maisha yako au ratiba za maisha? Kumenitia unyama, nimekuwa mnyama na majukumu na vitu vya kufanya na familia inanitegemea. Okay. Yeah. Collabo ya ndoto yako kwa msanii wa Bongo ni nani? Unaweza kuongeza na nje pia hapo. Harmonize. Oh yeah. Okay, kwa nje ya Bongo? Nje ya Bongo sina jibu la haraka. Okay. Kushindana kwa wana hip hop Tanzania, wewe unakupokea vipi? Ni same katika sanaa. Okay. Ni kitu kizuri. Okay. Inaamsha game. Unapenda kufanya diss track? Hapana. Kwa nini? Ikitokea mtu kakudiss labda? Ukinidiss na kudiss. Okay. Lakini sio vitu ambavyo sio vitu vyangu. Nitakutengea tu katika mistari 16 nitakupa hata 2. Yeah. Kitu gani unatamani? Kukubalika mtaani au kukaa mainstream? Natamani legacy. Oh yeah. Okay. Na hilo swali likuwepo hapa linafuata kwamba nini unatamani kuacha au kukiwepo ukipate kwenye muziki kati ya legacy na pesa? Legacy 2 kwa 1 nimejibu. Au vipi bana? Babu kubwa. Ujumbe mkubwa kwenye album ya Bongo ni upi ambao unaweza kutuelezea kwa kifupi sana? Okay, Bongo imedescribiwa katika nyanja. Watu wengi wameizungumzia Bongo, ukianzia kina Professor J, Sugu, watu wengi wameizungumzia, lakini naona hii imefanyika pia kama wao tu. Yeah, kwa hiyo it's a message kama Dar es Salaam sio mji wa kulala, ni sehemu ya kutumia akili. Okay. Au Bongo Tanzania tuseme ni sehemu ya kuchangamsha brain ili ule usurvive. Yeah. Nimekuuliza maswali kadhaa hapa na kukuambia kwamba kuna baadhi ya wasanii waliofanikiwa, waliokuzidi na nini, na umekubali, umeitikia bwana Daya mimi nafarijika na nini. Mafanikio kwako ni nini? Mafanikio kwangu yana maana pia hilo jibu lipiche ile uliyosema kwamba wale wamefanikiwa zaidi. Okay. Nita categorize katika sehemu mbili. Okay. Kuna mafanikio binafsi na kuna mafanikio katika sanaa. Umeelewa vizuri? Oh yeah. Mafanikio yangu binafsi ni kupata vumba, watoto wale, umeelewa vizuri. Lakini katika sanaa project zifike mbali, ziwafikie watu husika. Yeah. Umeelewa vizuri. Maalbum yawafikie watu. Yeah. Tukaa hiyo. Sio nimekujibu hapo. Yeah, umejibu vizuri tu. And kwa sababu umetaja watoto, hongera pia, najua sasa hivi una mtoto. Yeah. Au sio vitu ambavyo unapenda vio vinanili sana? Fresh. Okay. Yeah. Hongera sana. Najua sasa hivi una mtoto. And kupata mtoto pengine kuna ratiba mpya ambayo haikuwepo mwanzo, sasa hivi imeongezeka. Itcast tunaongezeka. So unajua majukumu yanazidi, tunapunguza kidogo mambo ya unyamwezi. Okay. Yeah. Unaona game ya Bongo changamoto yake kubwa kabisa ipo wapi? Ambayo hiyo ikitolewa wanasema hapa ni game bana kimataifa, hii hapa tunaichezea. Watu hawathamini art. Umeelewa vizuri. Watu art haipi thamani kama wenzetu wanaithamini sana sanaa. Umeelewa? Yani inapewa kipaumbele. Kwa Tanzania iko tofauti sana. Umeona kama mimi naweza nikafanya mambo makubwa. Yeah. Sasa mimi sio mtu wa kujari sana. Mimi waga na play tu part yangu. Sasa nikafanya album kubwa, nikafanya launching makubwa, lakini nimefanya for love. Kilichopo ndani yangu nimekitoa. Kwa hiyo mtu judge, lakini mimi nimefanya, lakini tunafanya vitu vikubwa. Vipi thamani. Okay. Yeah.
Mashabiki wana maana gani kwako? Na good thing kwako juzi kwenye uzinduzi mashabiki bana palikuwa na aina tofauti ya mashabiki. Sijui hata kama ulitegemea kuwapata wale. Yeah. Kitu kwanza kingine ambacho wabe ukijui, mimi nime experience maisha. Mimi sio tena mashabiki, siku hizo washakuwa familia. Yeah. Kuna wasanii hawapati ile jam unaipata. Mimi uje nafikisha comment mpaka comment 300 za watu tofauti wana comment katika page yangu. Kwa hiyo na experience ya hiyo ya mashabiki. Men of artist hawana hiyo. Kuna watu mashuhuri tena wakubwa kabisa. Wakubwa kabisa. Naweza nitaka kukutajia kwa majina. Kama nakuzungua. Yeah. Lo masana. Kwa hiyo mimi siwaiti mashabiki kwa sababu familia yako hiyo ina maana gani pia kabisa kazi wana nini, umeelewa vizuri. Kwa hiyo tuna move, tulipotoka na hapa tulipo ni tofauti. Wanatubadilisha maisha yetu, tunawathamini sana, ndio maana tunatenga muda wetu kuandalia muziki mzuri na vitu mazuri kuwafanyia. Okay. Sawa, hapa sasa utuchanie verse yako kali kabisa kwenye album ya Bongo. Ichane tu kabisa na nakupa na beat. Itafute kali. Verse moja tu. Sawa. Nakupa na beat, yeah. Verse kali kutoka kwenye album ya Bongo, yeah. Chanika. Sikia. Yeah. Squeeze ya twende loco. Yeah. Au chicks na trend logo madogo. Now inspire a role model. Yeah. Okay. Of course. Okay, sawa. Familia ndio maana nachanganya. Okay, sawa. Yeah. Sikia. Yeah. Mini pro yo. Check it product. Maneno anakuwa sweet. Niki pronounce lipia at least advance before the show start. Usumbufu staki after performance, you know what? Rastas nataka raw safi. Hawezi fuga nyoa punky au low cut. Acha kupenda shortcut. Iso story nani ni dope artist, peleka podcast. Kusu fakat ini commerce. Naongea na pesa full of romance. Hello pesa jobbers. Jana nilikuwa lonely the old night. You know love you so much. Umorogoro mwingi kama Selemani Msindi au Filipo Nyandindi. Una dosimbi na shaka shilingi. Kwa happy ndo heartbeat. Kwa raw safi na thabit wame afik. Talent yangu ni shining light. Kamba la mwezi the mafic. No dramatic. Wanaungwa na love ka Islamic. Try this. Kaunais na Friday. Speed ka 5G after side na change side beam. Acha kunspy me. Voko ina spice na mix na ma style. Na wachanganya mafaili no. Mashairi kwa mguu inatosha yoni dhairi. Ni muda kuendesha mataili. Oh yeah. Bana dakika zitaisha kabla sijamaliza hii. Pigia mstari. Kabla ngoma haijakamilika, huwa unatafuta nini? Beat kali ama ujumbe mzito? Kabla ngoma ndo inaanza kuandaliwa, ndio unaiandaa pale yakamilika kabisa, ndio uko mwanzoni kabisa. Cha kwanza huwa unakitafuta nini? Unaandika kwanza au beat? Squeeze natafuta kilevi chochote kile. Lakini sio ambavyo vitajiki. Kwa hiyo inanishtua feeling, inaibua hisia zangu. Okay. Alafu ndo naingia studio. Sawa, hasa katika hivyo vitu viwili, beat na kuandika, unaanzaga kufanya kipi? Okay. Inaanza beat afu ndio inafuata mistari. Okay. Yeah, ila zamani nilikuwa naandikaga. Squeeze nakaa nasikiliza beat. Kwa hiyo inanipa vibe, beat ndio inanidirect niende wapi. Okay. Yeah, kwa hiyo nikisikia beat nikichanganya na kilevi napata mwendo. Nazingua. Wewe mwenyewe unapenda sana kusikiliza ngoma za rap ambazo zimetumia lugha ya Kiingereza au Kiswahili? Yeah, nasikiliza. Mimi napenda muziki tofauti. Yaani nikikuonyesha playlist yangu, kwanza nasikiliza sana waimbaji ndo watu wangu. Okay, nazungumzia za rap. Hata kama ni chache. Unasikiliza za lugha gani? Lugha ipi ambayo inakuvutia zaidi? Kiswahili ndo nasikiliza sana kwa sababu naelewa sana Kiswahili kushinda Kiingereza. Okay. Kiingereza nakisikia kwa kama na struggle sometimes kwenye kupata message. Labda nyimbo nirudie sana. Lakini Kiswahili tunaelewa vizuri. Bazito. Haina noma bana, unapewa hai sana na Barawaji Ali, yuko Ifakara, mwanetu. Yes, anasema Mediboshe mwambie bana tunamkaribisha sana Ifakara. Ila umemuuliza issue za familia, hujauliza namna ambavyo shemeji anamsupport kwenye muziki wake. Okay.
nafikiri itakuwa limekuja kama swali tayari. Okay. Mke wangu ni manager, ana support kazi zangu kabisa to the fullest. Yani. Yeah, 100%. Yeah. Okay, babu kubwa. Na nikiongezea hapo dogo, kama akikuwa akitaka kuwa msanii unaweza kumruhusu. Hiyo nafasi ipo. Hii ni dunia huru. Siwezi kumdirect awe msanii au nani, atakuwa chochote anachojisikia. Kila mtu ana ndoto zake, kila mtu anazaliwa na ndoto yake, unajua. Yeah, wenyewe wanasema tunapozaliwa waga tunakunja mikono, tunakuwa na hatima zetu mikononi tukiwa wachanga. Okay. Kwa hiyo kila mtu ana hatima yake. Unaweza ukaja kushangaa, akaja kuwa pastor, akaja kuwa doctor, akaja kuwa nani. Umeelewa vizuri? Kuna vitu vingi. Kwa hiyo hawezi kumzuia mtu kuwa nani. Yeah. Okay, kama msanii picture game ya Bongo, unaona inahitaji zaidi ushindani ama umoja? Ushindani ni kitu muhimu katika kiwanda. Ila umoja ni kitu muhimu katika kusonga. Okay. Yeah. Kwa hiyo game inahitaji kipi? Inahitaji vyote. Kama ndio unatakiwa uchukue kimoja uondoke nacho? Mimi kimoja nitachukua ushindani. Okay. Umoja sio sana, mwenye sina umoja sana na wasanii. Utaki kusonga sana? Sina umoja sana. Kwa nini? Hivyo umoja usaidii sana kwetu sisi. Okay. Kama mimi binafsi. Umesema umoja katika kusonga. Ndio. Lakini umoja sio muhimu sana katika kusonga pia. Okay. Vipi unaweza ukatufafanulia hapo? Mimi kama Gendaeka, mimi napenda kumove alone. Nishatakaga sana kuwa na watu karibu, sometimes pia wananiangusha. Kwa hiyo naona pa hiyo bora nijipe mwenyewe. Okay. Yeah. Bana bab kubwa. Bana kuna msanii ambaye unamuona, unamtaja FDQ kama mtu ambaye anakupa salute na zinakupa nguvu. Kuna mtu ambaye unaona sasa hivi ni kama leader kwenye muziki wa hip hop Bongo? Leader kwenye muziki sasa hivi, mimi bwana, kwa sasa hivi mimi kama najiona sana mimi kwa sasa hivi. Japo watu wanitilii sana maanani, lakini najiona mimi sana katika vitu vingi. Ukiangalia mambo yangu nafanya, moves zangu, matamasha yangu, unajua kuna vitu nimevifanya hata baadhi ya marida au nawazungumzia hapa hawajafanya katika sanaa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nao wana kitu cha kujifunza kutoka kwangu wao kama malida. Okay. Yeah. Sawa, kwenye ile siku ya press ulisema, nimekumbushwa hapa. Kwa mtu anasema siku ya press bana, media alisema kwa sasa Bongo hakuna anayeniweza. Si ndio? Ulisema kitu kama hicho. Yeah, definitely. Yeah, ni kitu kama tumeshakizungumzia tayari. Nataka mrudishe nyuma. Sawa, mimi nakuuliza tu swali rahisi. Kibongo namuona nani ananiweza? Wewe unadhani nani anakuweza? Ndio maana nakwambia mimi hamna anayeniweza, ndio nakuuliza wewe kama labda unahisi una. Sasa wewe nani anakuweza? Kama wewe unasema hamna anayekuweza, mimi najua. Hakuna, sasa si ndio hivyo. Hamna, unaweza ukafikiria kwa macho tu ya kawaida au kwa feelings za kawaida, kwa kuona. Ukija ukaa chini kwa kutambua na kuchambua vitu, utakuja kupata jibu ile ninalokuambia. Ni hakuna. Sipo tu katika ile level yao waliopo, lakini vitu ninavyofanya mimi ni vipo katika standard kubwa sana ya ufanyaji. Yaani ni kama uko level, wao wako level ya juu, wao uko level ya chini, lakini level hii ya chini unafanya vitu vya pale juu. Kuna line yangu nakwambia, so lazima town posti. I'm doing my own. Sometimes take hata support, take a note. Yani kuna muda hata support yenyewe sihitaji, itajitumia yenyewe support. Bana bab kubwa Medi Boshen ndani ya Mega Mix Show ya Abud FM Kinyamwezi kabisa. Bongo ndio kitu ambacho tunakizungumzia sasa hivi. Album ya Bongo imetoka tayari. Wapi inapatikana kwa mtu ambaye anaitaka? Na unaweza kuzungumzia ile nani ulikuwa unauza, mkono unauza mtaani. Namna gani mtu anaweza kukutana nayo? Album ya Bongo tumerelease track 2, tumeachia Chanika, tumeachia pamoja na Mbagala, ndio official release katika album. Hizo zitaisindikiza album. Lakini so far album bado tuna push, tunauza mikononi. Tunauza soft copy, tunauza hard copy. Copy ya album inapatikana kwa shilingi 15,000. Mtu anapata nyimbo 17. 17. Pia tuna blind size za t-shirt. Nimeona Davinho kaiweka hapo. Zinapatikana kwa 25,000. Kwa anahitaji anacheki tu katika account zangu za mitandao ya kijamii Meta, huko kuna Facebook, Instagram, unani DM tu Medi Boshen, unaandika Bongo, unaandika product unaitaka, tunafanya business. Okay, babu kubwa bana, hii ni Mega Mix yao.